Na mtazamaji wangu, moja ya habari inayozidi kuendelea kugonga vichwa vya habari hivi sasa ni kutokana na maamuzi yanayozidi kufanywa na bunge la Ulaya, kwani mtazamaji wangu, kuna uwezekano mkubwa ya kwamba mwaka 2026 tukaweza kushuhudia maridhiano ambayo yataweza kuwa baina ya chama cha CCM na chama Chadema, chama ambacho kimekuwa kikipinga serikali hii ya CCM hivi sasa. Mtazamaji wangu, haya yote yanazidi kufuatia kutokana na kile ambacho kinazidi kushuhudiwa kuendelea katika bunge la Ulaya. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa, iwapo ni mara ya kwanza kupatana na video zetu, itaweza kuwa ni jambo sahihi uweze kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Naam mtazamaji wangu, kuna uwezekano mkubwa wa maridhiano, jambo ambalo hivi sasa idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania hawazidi kulizungumzia, ila kwa njia moja ama nyingine huenda tukaweza kushuhudia maridhiano ambapo kwa jinsi inavyozidi kuratibiwa hivi sasa, idadi kubwa ya viongozi wakuu katika bunge la Ulaya wanapendekeza uhuru wake Mheshimiwa Tundu Lissu pamoja na Mheshimiwa Humphrey Polepole, ikibainika kwamba kuna moja ya kauli ama msimamo wake Mheshimiwa Humphrey Polepole hapo awali kabla ya kutekwa kwake aliweza kuweka hadharani kwamba hakuna haja ya maridhiano iwapo uchaguzi utaweza kufanyika kabla ya marekebisho yaliyokuwa yakipendekezwa na wananchi katika Jamhuri ya Tanzania kufanyika katika chama cha CCM. Sawia na Mheshimiwa Tundu Lissu, sote tunafahamu kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu anaamini kwamba maridhiano ni swala ambalo litaweza kusababisha haki kushindwa kupatikana kwa wengi walioweza kuathirika na vurugu na ghasia za maandamano ya Oktoba 29 mwaka 2025. Ila mtazamaji wangu, hii hapa inazidi kuashiria wazi kwamba hivi sasa bunge la Ulaya kwa jinsi linavyozidi kuendesha mjadala mzito kwa haki iweze kupatikana kwa wanaharakati wote wa Jamhuri ya Tanzania, sawia na wale wote walioweza kuathirika na vurugu na ghasia za maandamano ya 29, moja kwa moja haki iweze kupatikana, ila itaweza kupatikana baada ya tofauti za kisiasa zilizoko kati ya chama tawala, chama cha Mapinduzi CCM na chama Chadema, kinachoaminika kuwa chama ambacho hivi sasa kinazidi kupata mapokezi makubwa. Hii ni baada ya chama tawala cha CCM kukosa imani kwa mamilioni ya Watanzania kutokana na kilichoweza kujiri mwaka 2025. Hivyo basi kovu hilo ni kovu ambalo linazidi kuonyesha sifa mbaya kwa viongozi wakuu walioko madarakani, huku uchaguzi mpya unaozidi kutarajiwa kuratibika kufanyika katika Jamhuri ya Tanzania ikiwa ni takriban miaka 4-5, jambo ambalo bunge la Ulaya linaamini kwamba ni vyema maridhiano yaweze kufanyika, kwani iwapo maridhiano haya yataweza kufanyika, basi moja kwa moja hata maandamano ya Sabasaba yanayozidi kupendekezwa na wanaharakati na viongozi wakuu wa chama Chadema, maridhiano hayo yataweza kumaliza masuala ya maandamano katika Jamhuri ya Tanzania. Sote tunafahamu kwamba dhumuni na sababu ya maandamano haya ya Sabasaba yanayozidi kutarajiwa kufanyika tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2026 ni kutokana na kile ambacho kinazidi kuaminika utumiaji wa nguvu kupita kiasi kwa waandamanaji ambao ni raia wa Jamhuri ya Tanzania, pia kutekwa na kutoweka baada ya kupinga na kukosoa serikali iliyoko madarakani, na ndipo ambapo kiongozi kama Mheshimiwa John Heche hivi sasa ameweza kuanzisha mchakato wa katiba mpya ambapo anazidi kutembea kila mkoa akieneza na kufahamisha Watanzania ama mamilioni ya Watanzania umuhimu wa katiba mpya katika Jamhuri ya Tanzania chini ya uongozi huu wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Mtazamaji wangu, moja kwa moja inazidi kuonyesha wazi jinsi gani ambavyo hatua inayozidi kupendekezwa na bunge la Ulaya la maridhiano kweli, iwapo kama kutakuwa na maridhiano ambayo yanayozidi kupendekezwa na bunge la Ulaya,
wakiamini ya kwamba itaweza kumaliza tofauti za kisiasa zilizoko hivi sasa katika Jamhuri ya Tanzania. Basi mtazamaji wangu, moja kwa moja kutakuwa na uwezekano mkubwa kushuhudia jinsi gani ambavyo viongozi wakuu wa CCM wataweza kuyumba kisiasa, kwani viongozi wakuu wa chama Chadema hawataweza kuridhia na kuwa tayari kufanya maridhiano iwapo baadhi ya viongozi wakuu wa CCM wataendelea kuhudumu katika ngazi ambazo waliweza kuzipata kinyume kabisa na jinsi ambavyo nafasi hizo zinatakiwa kuendeshwa. Jinsi gani ambavyo Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa njia moja ama nyingine kuajiri jamaa wa familia yake ya karibu takriban zaidi ya watu 9, ambapo chama Chadema hakikuweza kufurahishwa na hatua hiyo, na sio chama Chadema pekee bali hata baadhi ya raia wa Tanzania hawakuweza kufurahishwa na maamuzi ya aina hiyo. Pia sote tunafahamu kwamba kabla chama Chadema kukaa tayari na kuridhia maridhiano hayo yanayozidi kupendekezwa na bunge la Ulaya, mtazamaji wangu, moja kwa moja chama Chadema lazima kitaweza kutoa baadhi ya matakwa ambayo wangependa yaweze kufanyiwa kazi na viongozi wakuu wa CCM, na ndipo ambapo mchakato mzima wa maridhiano uweze kufuatia. Kwanza kabisa, sio viongozi wa chama Chadema watakuwa binafsi, bali wataonyesha swala la kutetea maisha ya viongozi na hata mwananchi wa kawaida wa Jamhuri ya Tanzania bila ubaguzi wa vyama vya kisiasa. Wataweza kupendekeza aliko Mheshimiwa Humphrey Polepole aweze kupatikana na aweze kujumuika na familia yake, kutokana na alichoweza kukizungumza dada yake siku ya jana huko katika bunge la Ulaya, ya kwamba hajulikani aliko Mheshimiwa Polepole, hayupo katika sel ama katika rumande yoyote ile, jambo ambalo linazidi kuvunja moyo, na hata katika gereza lolote lile sawia ama kulinganisha na Mheshimiwa Tundu Lissu, ambapo mamilioni ya Watanzania wanafahamu ya kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu ameweza kuwekwa gerezani, kesi ya uhaini ikiendelea kufuatiliwa ili ukweli na haki iweze kupatikana. Hivyo basi huenda tukaweza kushuhudia viongozi wakuu wa chama Chadema kuamuru uhuru wake Mheshimiwa Polepole na aweze kujumuika na familia yake. Pia Mheshimiwa Tundu Lissu naye aweze kuachiwa huru na kurejea kikamilifu kwa nafasi zake za uwenyekiti katika chama Chadema, jambo ambalo sote tunafahamu kwamba kutakuwa na mhemko mpya wa kisiasa, huku ikifuatiwa na katiba mpya, jambo ambalo hivi sasa linazidi kuzungumziwa kila kona kutokana na kile ambacho Mheshimiwa John Heche anazidi kukifanya. Je, mtazamaji wangu, wewe mtizamo wako ni upi? Unakubaliana na pendekezo linalozidi kutolewa na bunge la Ulaya ya kwamba maridhiano yaweze kufanyika? Tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa uweze kusubscribe, like, comment na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.